Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa inatemwa madini, story zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. Hamkukamilisha album, si ndio? Manzese Crew ilikuja kufanyika album baadaye sana. Lakini album kidogo ilipitia changamoto. Na changamoto iliyopitia ilikamilika. Album ilikamilika Na ika release au haikuwa kutoka. Ile album ilitoka, lakini album yani ilikuwa na changamoto kubwa. Kwanza ilikosa viwango, alafu pia ilikosa pia usimamizi. Kwa maana kwamba mimi baada ya muda fulani kwenye Manzese Crew nilistop. Kuna vitu nilikuwa naona vinaenda tofauti ambavyo nilikuwa navitengeneza mimi. Yeah. Na Mariam Gardner ndio alikuja kuisimamia album, lakini album ilikuwa haikwenda vizuri. Kipindi kile kulikuwa na shida sokoni kidogo, hasa kwa Wahindi pale. Kwa kidogo kulikuwa na changamoto kwa upande wa mama, ukisikiliza haiuzi, nauza, maneno yetu yalikuwa makali, yani tulipitia kidogo hiyo shida. Kwa ikawa haikuwa album nzuri sana, ilikuwa ni album ambayo tofauti na ikaungwa sana. Lakini tracks nyingine mlizifanyia wapi? Nakumbuka kwa nyimbo ambayo nilikuwa nimesimamia mimi, nilifanya mmoja kwa Manwater. Na kwa Manwater mlifanya tulifanya Manwater, tulifanya Ofisi Mguu. Ilikuwa ni Manwater, na tulifanya kipindi kile kwa Manwater. Ndio hiyo tulikuwa tuna bado ile jinamizi la majani lilikuwa likitusumbua. Tulikuwa tuamini kwa tutafanya kweli. Tulikuwa tuamini. Na tukaja tukafanya na Ami B. Nafikiri Ami B tulifanya na niga moja tu Mansuri. Lakini Mansuri kipindi hicho alikuwa ni underground. Tukamshirikisha ngoma yetu moja, nafikiri kutoka ile ngoma, naye akatushirikisha ya kwake. Na Mansuri alikuwa ni mwana mmoja wa karibu sana. Lakini kwa kipindi kile Mansuri ndo alikuwa naye na anajitafuta. Kwenye kujitafuta, na sisi alikuwa akitufuata, na tulikuwa tukienda kwao. Zamani mambo ya gym sana zile. Kwa muda mwingine tukienda Sinza kule kufuata vyuma, tukakutana kina Mansuri. Na Mansuri akitoka kule alikuwa anakuja kwetu, ndio tukapata umchongo kwa Amibi. Na sisi tulienda kwa Amibi, nafikiri tukamwacha Mansuri kule sasa. Si baadaye tena tukatoka tena, tukaenda tena kwa Manwater. Na baadaye ndio tukaja kusikia makina kirefu yale, maana yake Mansuri akawa ameendelea. Oya alitengeneza nani? Oya alitengeneza majani mwenyewe. Yes. So kwa majani umepiga Kula Kona, Oya. Yaani kwa majani tuseme ni Kula Kona, Oya na Maisha Ubishi, na zingine zilikuwa ni kama featuring. Nafikiri nilishiriki kwenye album ya Juma Nature ya Ugali. Mle kuna ngoma Ayawe nilishiriki, na pia kuna ngoma nyingine tulifanya na Mabaga, ilikuwa na MacD. Lakini kwa ngoma ni ya Mabaga. Kwa hiyo siku kama ngoma 3 na zingine zilikuwa ni kama okay. So mimi nilikuwa nazungumzia sasa kuhusiana na huo utata wa nyimbo. Ndio. Unajua wakati mwingine nyimbo hizi kuwekwa kwenye compilation zilikuwa zinategemeana na nani ambaye ana huo umiliki katikati hapo. Kwa hiyo kama album haijatoka na ikawa wakati mwingine hapo, nafikiri umeshakutana na watu kwa walikuwa kuna baadhi ya watu walikuwa na haki. Ndio. Yaani mtu fulani alikuwa na haki ya wimbo fulani ambao sio msanii, lakini ana haki nao. Ndio. Na namna ambavyo labda kwenye recording sessions humo ama kuna makubaliano. Na nafikiri hichi kitu, na wakati fulani kuna mwana pia Frank alikuwa akipata sana sauti kuhusiana na hivi vitu, na alikuwa yuko sahihi, kwa sababu sisi moja kwa moja tulikuwa tunapata pia wakati mgumu. Maana unakuta muone mmoja anaweza katoka kule anachukua wimbo naye katoka kwenye album yake. Nakutana naye tu tunaambiana, naweza kupewa 100,000 200,000. Nafikiri mazingira yalikuwa sio rafiki sana hasa kwa wakati ule, na kwa namna moja au nyingine, na hiyo imeumiza sana watu wengi sana. Ngoma zao zimechukuliwa, zimeenda kwenye hayo mix hayo, lakini mwisho siku hakuna msanii ambaye alifaidika katika kile. Sisi ni waanga namba moja, hatukufaidika kabisa katika hilo. Pole sana. So lakini it seems like sasa wenzio kama kwenye hizo fights ulikuwa kwa alone hivi, wenzio kama wali kwenye hizo fight hii nilikuwa niko alone, lakini nilikuwa na wenzangu. Unajua Tito ni mtu pekee ambaye alikuwa anafanya sanaa, lakini pia alikuwa anafanya kazi. Okay. Na Tito na Jevity mbali na sanaa pia alikuwa yuko saluni. Mtu pekee alikuwa ambaye Tanganyika Mzuleni ambaye alikuwa anaenda mbio na magame ilikuwa ni mimi. Okay. Mimi ndio nilikuwa nahangaika sana, nilikuwa nawafuata wale kuwaleta kwenye game. Bana, kuna hii inakuaje, kuna hii, kuna line hii, sina eleka vizuri. Ilikuwa iko hivyo. Maana Tito lazima aende kazini asubuhi.
lakini kwa lazima pia JVT pia aende saluni pia asubuhi akafungue. Maana mimi labda Tito aende kazini au yuko nyumbani anifuate. Ila akinifuata mimi ndo nakutana na chizi muziki, chizi madaftari, chizi manyimbo, chizi mavesi. Unaona kwa bana kuna line hii. Mfano mpita Kambuzi meme hii pita hii chukua hii. Kanguru katepa chapo pia chukua hii. Tunafanya ubaya saa 6 mchana mbuzi anakula jani chukua hii. Sababu ile malaini nilikuwa napata, nafikiri nilikuwa napata Tandale, nilikuwa napata kuna kitu moja kule inaitwa nini sijui Simba nini sili, nilikuwa napata line zile sana shout ile tunafanya ubaya. Sasa mimi nilikuwa napata sana ile skills ya sababu nilikuwa nakaa kwenye vile vilinge vile. Okay. Kwa nikitoka kule nakuja, ndio maana unaona hata imekuwa ni rahisi pia kwenda TMK. Inaeleka vizuri maana yake umeona Manzese to TMK ni mbali sana. Lakini mimi nilikuwa nazunguka TMK kama nilikuwa nakaa TMK. Nakumbuka nilikuwa napita mitaa Madenge National Card. Madenge Ruvuma hapo. Sasa mimi sijui ila maskani yake anakaa Temeke hospitali. Sasa mimi niko kwenye kila hiyo mitaa yote hiyo ndo mitaa yake. Hata kwenye chocho zile za Madenge zile mimi nilikuwa napita kule Madenge. Lakini natoka Manzese. Madenge Ruvuma Ndalala. Kule kwa sababu nikutana national kutaka kwenye mapira. Na vipi? Na mwanangu poa, umetoka wapi? Anapo umetoka wapi? Na baba mimi nimetoka hapa. Pale, yani pale maana yake Kiumeni pale. Nimetoka pale. Basi poa bwana, ngosamia hapo mdogo. Napita hapa napaswa pale, natokea pale, alafu nachukua chombo. Ndefu maze basi poa mwanangu, maana kachili. Mtaa wa Madenge. Kwa hiyo unaona nilikuwa na pita sana. Lakini nilikuwa sio mkazi wa Temeke. Okay. Lakini yote ilikuwa ni sanaa. I say nice. Hizo slang hizo pia hizo zilikuwa kwa mfano kama hiyo vesi ya Kambuzi meme hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Maana jamaa ni JVT yule. Yule alikuwa ni Tito yule. Okay. Kambuzi meme kakona mama kanguru kachepa chapo pia. Kuna brother mmoja alikuwa baharia. Haikuwa inaleta maana, lakini yeye alikuwa nikikutana naye alikuwa namsikia anasema maneno. Vipi anachanganya tu maneno. Yaani kwa nini tukuchanganya tu maneno? Unajua ndo vile, yani mambo ya kibaharia yale. Ya kibaharia yale maneno. Sio kanguru katepa. Ndo vile Kambuzi meme. Nini? Yaani yale maneno ya kusema sema yale. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nachukua yale, nilikuwa naenda kwenye madaftari sasa ndani. Nachukua na nikampa chukua nani njoo chukua line hizi hapa, chukua hizi. Nani kuna hii hapa, chukua maneno yako. Nani hivi usipite hivyo hapo pita hivi, chukua hii. Yaani kwa hivyo yani. Kwa hiyo nikapata yale maneno nikajaribu kumtemea, chukua hii, pita hii. Nafanya ubaya saa 6 mchana mbuzi anakula jani. Nafanya ubaya saa 6 mchana mbuzi anakula jani. Nakumbuka nilikuwa naenda sana Tandale kwa wale baba magunia wale. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Ronakinto kule. Unajua wale anapaswa kwa sababu ya shilingi 100. Ukizungumza 100 unajua unaumia. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo ndio vile. Yaani tunafanya ubaya yani saa 6 mchana ni mbuzi anakula majani. Kwa upe yani. Sasa mimi nilikuwa na maana ya muziki ile. Ndio tunafanya ubaya saa 6 mchana mbuzi anakula jani. Magrupi number 1 Mashada 1. Gym catalog is material. Nilikuwa napenda majimu yale, nilikuwa napiga mavyuma sana. Gym catalog is material. November, December, Mamemba, kama wale yani nilikuwa na now I get it. Yeah man. Ilikuwa ni kuna maneno pale ulimalizia mwisho kule ambao majani kama alia reverse hivi yale neno lile sasa ilikuwa neno sio zuri. Neno lilikuwa ni ila kuna mengine anasikika lakini kama anasikika haeleweki. Yale maneno ni mavibe tu, mapantela maneno tu, yale maneno makali ambayo mtu ushauri kwa madude yako ambapo hata ukiuliza ilikuwa na maana yake ni nini, ilikuwa ieleweke. Lakini nakumbuka kikubwa kilichonisukuma ilikuwa TMK na Kino. Unajua sisi tulikuwa tunahesabu kama tuko Kino. Na tukienda kwenye mashow nakumbuka Tide alikuwa ni host tu, alikuwa anaimba. Kwa Kino Clan. Sasa Kino Clan sisi tulikuwa tunaipenda sana ile Kino Clan. Na Kino Clan nakumbuka kuna mtu mmoja sijui kwa wapi jamaa anajiuliza kila siku anaitwa Dingo Jango. Huyu jamaa alikuwa mtu wa Kino. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa I Did. Anasili kama ya Warabu alikuwa Kino, na nakumbuka washikaji wengine wa karibu walikuwa ni Dog Pose. Lazima utakuta BDP. Lazima utakuta sisi Kinondoni. Muda mwingine kusema kama tunakaa Kino. Kwa hiyo ile
Kinocline complain. HIV plus modern virus ni wadudu nilisikia kwa madaktari, nikachukua nikaweka kama kino, yani ndio yani ndio inatisha, ndio balaa nichukua na maanisha pale. Ndio ile Kinocline complain HIV plus modern virus compare. Na compare yenyewe sasa nilikuwa nimetengeneza ile kwamba nilikuwa nataka ujofu Jevit apate kuingia kwa sound nzuri, yani asikike sasa, kwa sababu nimeingia kwa kutisha na kuchafua. Unajua kwenye hip hop kuna zile za kutishana kwa kipindi kile, kwa hiyo kwa machachali ya kupiga na kuchapa maneno makali, lakini kama basi Jeff ingele kula nyolo ili madi tupate sound nzuri. Kwa hiyo nikaingia kuchafua ili madi mtu apate sema apate test ya kusikia kitu kichukua kizuri, lakini ikiwa na maana yote zile kuisifia Kinondoni. Okay, so now I get it. Ni zile joints ambazo kusema kweli zilisumbua sana mafanikio ya track zenu. Yeah man. Okay, Kula Kona, watu wanaamini kwamba Kula Kona hamkuyafikia tena mafanikio yale, ngaje Oya zilikuja. Yeah, na nyingine zilikuja hapo katikati hapo. Kuna ule wa mapenzi ule ulitoka ule mmoja hivi. Ndio. Naitwa Karibu Sana. Karibu Sana ya. Ndio. Na nyinginezo ambazo zilitoka pale. Ndio. Hasikufikia ile kufikia Kula Kona ya. That Kula Kona yenyewe ndio. Ukiitoa tu mafanikio ambayo hayo mengine ya kifedha na nini ambayo kidogo ndo hivyo hamkuwa mkiona ilivyokuwa na stahili labda. Yeah, lakini kwa namna tu ya kawaida iliwafikisha wapi hizo song, especially Kula Kona, yani katika maisha tu ya kawaida? Sasa kiukweli kabisa mafanikio kama ya kiuchumi kwa kipindi kile, muziki haukuwa una fursa nyingi kama za leo. Naweza kusema kwamba hakupatikana hayo mengine hakupatikana, lakini kwa mimi kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba imenisaidia kwa maana kwamba sikufanikiwa katika lile, lakini imenitengenezea vitu vingi sana. Yeah. Imeniletea watu, imenisogeza karibu na watu, na niseme mpaka leo nipo hapa. Misingi ambayo imenifikisha hapa ni misingi ile. Na hayo ndio mafanikio pekee ambayo nimeyapata. Nimefanikiwa kutengeneza marafiki wengi wakubwa. Hicho ndio kitu pekee ambayo nimefanikiwa kutengeneza, na naruka na fursa hizo kulingana na kile nilichokitengeneza kwa wakati ule, kwa sababu nafahamika, najulikana, ni rahisi kutengeneza ushawishi na majambo mengine, na maisha pia yakafanyaje yakaendelea. Okay. Na nafikiri hii pia inaumiza wasanii wengi sana. Wanafikiri kwamba labda naweza leo nikafanya nikajaribu kushindana, lakini hapana. Kwa vile ambavyo tulivyofanya, vile vipawa tunaweza tukavitumia pia tukajaribu kutengeneza mambo mengine, na pia maisha yakafanyaje, maisha yakaenda. Okay. So turudi kwenye kuhama kutoka TMK. Ndio. Ama ni kutoka Manzese kwenda TMK. Yeah, ghafla watu wakakuona pale mzee. Mbona huko watusikia kutenda kusikia tena? Yani ghafla Manzese crew haipo, lakini huyu mtu tunamuona kwenye wimbo wa TMK. Na alafu bahati nzuri nafikiri ile verse uliopiga kwenye TMK pale ikawa ni verse pendwa. Eyo nambie ni aje, unaonaje, umemkaje? Washikaji kitano mesisi wako fiti, physically kifiti, wanapiga skendo hadi data, wanapanga mikakati ya mshiko jinsi ya kuikamata, ukiwacheka mapost wamejikunyata, wengine wako fiti wanawaka kama mti mwaraka, ngoja niwasalimie kidogo kimtindo. Hiyo verse hiyo wanaume yani hiyo verse hiyo ilikuwa yani kama sijui, wengine wakawa wanasema kwamba mzee umewafunika TMK, lakini pengine labda kwa sababu TMK tayari walikuwa wanajulikana ile test yao. Yes. Kwa ulivyoingia kwenye ule wimbo pale ikawa yani kitu tofauti sana pale. Na sasa watu wakawa wanajiuliza, bwana huyu jamaa kawa TMK. Kwa stories zilikuwa bwana nalo na ameingia TMK bwana, lakini si mtoto wa Manzese imekuwaje kama TMK. So tuambie how was it, namna ambavyo pia
Sawa. Ile verse ilikuwa ndio zetu ile wimbo, si ndio? Ile kwanza ilikuwa ndio zetu na ilikuwa ni album, lakini mimi niseme pia kwenda TMK au kuingia TMK kwa washabiki itawasumbua, watapata maswali kama hayo kwamba ilikuwaje. Lakini mimi naweza kusema kwamba nilikuwa nyumbani. Kwa nini nilikuwa nyumbani? Kwamba wale watu wote tulikuwa tunakutana kwenye mapambano. Kwa maana kwamba Manduli Mobo tunatemba, tulikuwa tunakutana. Kadhalika Chege tulikuwa tukikutana. Luteni tulikuwa tunakutana. Manake Keala, GWM kama nilivyokuambia hapa ndio alitupa jina ile la Magwango zamani. Wakuta wako pale. Na Keala ndio kiongozi wa mapango. Kwa hiyo nilikuwa niko nyumbani. Na wao kuniona niko pale haikuwa hapa tabu. Wakaja moja kwa moja kwamba okay, jamaa kama amekuja nyumbani. Lakini kwa namna moja au nyingine pia walikuwa wakinikubali. Lakini kilichopelekea pale naweza kusema ni Juma Nature. Juma Nature nimesema shout out Maniga Kibla. Kibla wakati anakuja Bongo Records pale kabla hajarekodi, kwa sababu alikuwa anafanya mtulizo. Alifanya mtulizo ile. Nakumbuka Majani aliambia naona kuna dogo amekuja hapa, hebu msikilize. Inaleka vizuri. Mimi nikawa namsikiliza Juma Nature. Lakini kimsikiliza na mwelewa. Kaya jaza Majani kuna sound nzuri dogo. Yaani kwa mimi nasema huyu jamaa anajua. Ndio basi poa na no. Lakini hiyo pembeni huko Majani na tunaongea pembeni. Vipi kimsikiliza tu yuko fresh. Tunakataa kwenye kiti. Juma anajaa. Yaani hapo Juma anajaa mafanikio kinoma hapo. Na tunapanda kwenye mashow, mambo ifanye mpango rekodi. Unajua zile, lakini yeye alikuwa ni featuring tu ya Mtulizi ile. Akipiga akipanda kwenye stage akipiga Mtulizi ya base yake ile. Ambao alinyoosha sana. Akishuka chini ana jambo. Lakini akawa anakuja studio kwa ajili ya kurekodi. Kwa hiyo baadaye na Juma nilikutana naye kwenye mitikasi mingine ya mtaani. Sasa nafikiri ilikuwa ni Kariakoo. Ile Buba, vipi? Mbona mwanangu uko huko? Bwana mwanangu maisha. Game vipi? Baba na game sielewi. 1 na 2, okay. Kaniambia njoo maskani. Maskani, wapi maskani? Same fulani. Okay, nikaenda maskani. Lakini nakumbuka wakati huo ndo ana ile TMK kwanza ni ya moto. Ya moto, of course. Yani uwezo ukasogea TMK pale. Kwanza wewe ni nani kwanza? Unasemaje? Yaani kwanza unaingiaje pale? Unaingiaje kwenye kumbi? Unaingiaje pale? Watu wana hit song pale shibe. Haina bei. Afu ndio kuingia pale. Kitu ambacho kwa kiwezekana. Kwa hiyo kesho yake kweli kama ulivyonikeza Kiba nikaingia. Umeni pale nikakuta wanangu wote nalo ni kwa ikawa hai. Na nakumbuka Mkubwa Fela hakuwa rafiki yangu, nilimjua kupitia pale maskani. Okay. Lakini Kibla alimwambia Fela huyu niga tuko naye. Fela alimjibu Kibla, huyu mwana namjua. Ama mwanangu karibu nyumbani. Kwa nikawa nimepokelewa hivyo. Kwa kwenda kwa Temba, kukaa Coco Peace, kuja kwa Chege, kukaa Coco Peace, kuja kwa kina Abdul Mzimu kwa Coco Peace, kwa kina Kalama, yani kote Peace, kwa sababu huwa tunakutana kwenye majambo yetu yale. Kwa maana kwa shughuli zetu zile za shule zile kwa tunakutana. Kwa hiyo sikuwa na hali ya ugeni. Kwa hiyo nafika pale ndio nakuta sasa kuna mchakato wa album ile. Lakini wakati huo wana Zamzam pale, yani inamaanisha Zam walikuwa wanapandishwa wale vijana wao wale. Yani manake leo huyu, kesho huyu. Sasa mimi nimeingia. Kwa hiyo akajiuliza kwa nini mwana kaingia kafika kwenda kurekodi. Ilikuwa alafu ilikuwa zamu ya fulani. Ilikuwa afanye fulani. Yaani nilikuta hizo mbanga hizo. Bwana sio mchezo. So ngoja kwenye nyumbani. Yeah man. Uliingia kama umeshirikishwa? Ndio. Ama umeingia kama part of the group? Maana pengine ilikuwa TMK featuring nalo na hatujui. Hatujui. Na mimi niseme kwa namna moja au nyingine haiko wazi, mimi sikuwa featuring pale. Haukuwa featured. Haukuwa featured kabisa. Kwa hiyo uliingia kama ni group kabisa. New member wa group. Okay. Na nilibahatika kufanya ngoma ile tu kama nilikwambia, TMK ilikuwa familia kubwa sana. Wakina Bobo Nani maana kile lazima wengine pia wapate nafasi. Na hilo nilikuwa silijui, nimeenda kulijua pale. Lakini pia mimi kwa sababu na asili ya upambanaji kupitia muziki kwa kipindi kile, wala sikuwa na la zaidi kusema kwa nini mbona nimefanya hiki tu, wala sikuwa najiuliza katika hiko. Lakini nikapata fikra baada ya kufanya hii album ya TMK, nafikiri ndio zetu tulizindua pale, nafikiri kwa 677 pale. Na ilikuwa na sambamba na t-shirt na sneakers za TMK. Zote nilikuwa nimeshiriki pale. Lakini nikapata wazo kwamba nirudishe koo yangu sasa. Kwa sababu tayari watu washaniona tayari, nikasema sasa hapa ngoja nitumie nafasi ya mimi kurudisha koo yangu. Ikabidi tena niketi tena na Juma. Mpaka na Juma kwanza nimesema asante, nashukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini
nimefikiria nirudishe Manzese Crew. Juma akaniambia sawa, haina shida mzee haina shida. Unajua Juma mambo yake, mzee mbona vile basi poa na noma. Kwa nikaanza kutafuta sasa deal ya kurekodi. Nakumbuka nikawasiliana na Manwater, nikazungumza naye, wote akaniambia na shida, njoo. Nikabidi nirudi kwa Juma. Bana Juma, nimefanya 1 2 3. Juma akaniambia mwanangu haina noma, na kipindi kile Juma na Benz yake ile. Lakini katika hali ya kustajabisha, nafikiri kwa sababu tunaheshimiana sana na hasa wasanii wa zamani, tulitumia daladala. Kupanda daladala zetu zile paka kwa Manwater, tukagonga mdundo tukafanya maneno yale mapesi yetu, ndio ikatoka ile ofisi mguu. Yeah. Ambayo huu ni wimbo ambao nalo nafikiri mpaka juzi kati hapa tulizungumza. Ndio. Watu wengi hawajui kama ule ni wimbo wako. Na hilo ndio kubwa. Umeona Lakini mbaya zaidi hawajui kama ilikuwa ni project ya kuirudisha Manzese Crew. Umeona? Watu wanajua tu ni wimbo wa Nature. Wa Nature. Ni kweli. Hebu tuizungumzie hii ofisi mguu. Watu wengi sana wanaizungumzia hiyo. Na wakiimba kwa sababu chorus ya Nature ilikuwa imenyooka sana. Kwa hiyo hata tuwakumbushe ile ni riziki ni popote mtu wangu. Riziki ni popote mtu wangu. Zidisha piga kwata. Na ofisi ni miguu yako. Tafuta utapata. Hatua kwa hatua. What a song kusema kweli. Bonge la ngoma. Yes. Lakini people wengi wao wanajuaga tu ni ya Nature. Yeah, man. Ile ngoma ilikuwa ni ya Manzese Crew featuring ni Juma Nature. Na kilichowachanganya watu kwa sababu baadaye pia wanaume nao wakaja na Tatubila. Kwa hiyo huko nasikia kitu kama Tatubila. Huko nasikia kitu kama Tatubila. Sasa kwa upande TMK promotion ilikuwa kubwa. Kwa upande Manzese Crew ofisi mguu promotion ilikuwa, lakini si kwa kweli ilitangulia kutoka. Kwangu ndio ilitangulia kutoka. Kwa hiyo zile ngoma zilienda mbili, lakini ilianza kutoka ofisi mguu. Kwa hiyo watu wakawa wamekalili kwa sababu Juma ndio amekuwa amekava vizuri kwenye chorus ile. Na kule kwenye Tatubila pia amekava vizuri. Na kipindi kile TMK iko pale, wakajua tu ni TMK. Na nafikiri pia hata style zetu hizi za temeke hizi za Manzese tulikuwa kama tunashabiana. Kwa sababu muda mwingine ukisikiliza Manzese, ukisikiliza LWP, ukisikiliza Mabaga, ukisikiliza Jita Brem, ukisikiliza wanaume unaona style moja. Kwa sababu tukizungumzia vitimbi vya mitaani, na mimi nikisikiliza Tagango unaona ni maneno yale tu yanaingiliana. Na nafikiri pia ilileta huo mchanganyiko. Lakini ofisi mguu ilikuwa ni ngoma ya Manzese Crew. I say safi sana. Na ni wimbo ambao kusema kweli ulifanya vizuri sana. Ulirudisha matumaini pale ya Manzese Crew. Bila shaka. Nini kilisababisha tena pale mka slow? Yaani kwa sababu the comeback na TMK ndio ili kurudisha tena watu wakasema bana huyu jamaa bado, yani kila mtu anasema bana huyu jamaa bado ana uwezo sana. Ana uwezo, uko sahihi. Umeona? Okay, ukima ukaja, lakini ilipokuja tena ofisi mguu watu bana huyu jamaa bado wanakumbuka nini kingine kinakuja. Yeah. Kikweli katika baada ya ofisi mguu, kwa sababu hata TMK napo zilikuja pia changamoto. Okay. Yalitokea ingawa siyajui, lakini pia kwa upande wangu pia na mimi nilikutana na changamoto. Changamoto zikapelekea kusimama kidogo kwenye upande wa sanaa. Kuna vitu kidogo vimenivuta kwa upande wa familia. Okay, family issues. Kwa hiyo ikawa nimeingia kwenye mjumbo moja mkubwa sana. Ikapelekea paka kidogo vile vitu kuvifitisha ama kuvisimamisha kwa muda. Na ikapelekea crew kusimama. Lakini pia baadaye hata wenzangu nao wakawa wamekuja wakana rekodi nyimbo zao chochoroni huko, kwa sababu ukiangalia ngoma zote za Manzese Crew ambazo nilikuwa nimesimama mimi ni ngoma ambazo ziko pale. Unajua. Lakini nafikiri baadaye wenzangu wakawa wanakuja, wao sio lugha nzuri sana. Kidogo walikuwa kama na hali ile ya uwepesi. Vitu kama kidogo vimeenda mlama kidogo pale. Nafikiri mpaka leo kama Manzese Crew imefanyaje? Imepotea. Lakini baadaye mimi nikaja, nafikiri nilikutana na Mensen nilipa kazi moja, Mensen Selector. Nilifanya ngoma moja na mtu mmoja anaitwa Chibwa, Madini ya Manzese. Nafikiri pia nao hatukupata mapokezi mazuri kama hizi zingine. Baada ya hapo nikawa nimesimama. Okay. So mambo mengi hapo yakawa yameshatokea yaman. Lakini Manzese Crew ndio imetengeneza mark ya muziki wa Manzese. Yaman.
vijana walikuja wakafuata nyayo hapo kina Madi hapo, kina Newa Mitego, kina Suma Mnazareti, lakini baadaye ikawa vita nani rais wa Manzese. Hapo nyinyi madingi kama mmekausha hivi. Kwa nini mkausha ile vita ile wakati? Kwa nini usiseme wewe Nalo ndo rais wa Manzese? Mimi ndo Tego. Kwanza niseme shout out kwa Maniga Madi, shout out kwa Newa Mitego, kina Suma Mnazareti. Shout out sana kwa sababu muziki una wigo mpana. Na mimi niseme ama kupitia Manzese Crew kwa sababu ndio mimi Mungu alinipa fikra ya kujua. Unajua baada ya game kwenda mbele mambo yalibadilika. Nimeleka vizuri, game ilikaa imeenda katika misingi ya kibiashara. Sasa ili biashara yako iende, maana lazima utafute vitu vya kufanya kwa maana ile biashara iende. Sasa unaweza ukakurupuka ukakuta unafanya vitu vingine tofauti. Hii kweli tulisikia, tuliona watu wanajiita hivyo, lakini sikuwa tukijiuliza kitu kasema sawa, kwa sababu lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa ni kupromote yale mazingira ambayo tulikuwa tunaishi, kunyanyua. Na kipindi kile kama unakumbuka, kila mtu alikuwa anajivunia kwake. Unakuta kama watu kama Deep Side Mob, wale walikuwa watu wa Ilala. Wakina Tidi, wakina Dingo Jango, Dog Pose walikuwa Kinondoni. Ingawa sisi pia tulikuwa tuko Kinondoni, kisi kwa tutambui kama Kinondoni, tulikuwa tunatambua kama Manzese. Nimeleka vizuri. Pia kuna watu kama Kibo Flavor. Wote wana represent maeneo yao ya. Sina naeleka vizuri. Kwa sisi lile la kusema wao kwamba mimi ni rais, mimi ni zaidi, wala likutuumiza. Tuliona kwamba okay, sasa hapo tulipofika mpe tuko sawa sawa. Maana tayari mazingira yetu yashatambulika na muziki umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo tulilikubali na tukalipokea lile kwa mikono miwili, kusema kwamba ni kitu cha kawaida. Ni vizuri kuona vijana wamekuja leo wanasema mimi ndo fulani. Na zamani kusema mimi ndo fulani ilikuwa ni ngumu sana. Maana nakumbuka sisi hata mtaani kipindi kile tulikuwa tunapita, watu walikuwa wakitutania Mazimwi, sababu tulikuwa tuna nywele ndefu sana na maeleni yale. Kwa hiyo watu Mazimwi hao, yaani tukipita tu hivi watatu wanne, njoo muone Mazimwi, sijinaeleka vizuri, wanatutania. Sasa leo imefika hatua mtu anasema kabisa mimi ndio rais wa kitu sehemu fulani, tukasema okay. Maana tayari ujumbe umefanyaje? Umefika. Kwa hiyo lile sisi hatukulitafsiri kama ni sehemu ya tatizo, lilitufurahisha sana kiukweli kabisa, na kwa dhati kabisa ilikuwa ni moja ya matokeo ama matunda ambayo tulikuwa tunataka tuone vijana wakijinasibu kwamba wametokea maeneo fulani. Limetufurahisha kwa dhati kabisa. Na hata kwa upande wa Nei tulichai kutengeneza crew ya pamoja ya Wamanzese, lakini hatukufanikiwa. Na tuliwahi kufanikiwa kutengeneza nafikiri ngoma moja, lakini kama unavyojua kila mtu alikuwa na harakati zake, na kipindi kile nakumbuka Nei pia alikuwa na harakati zake, na kwa idhini ya Mungu akawa amefanikiwa kwenye harakati zake. Kwa hiyo maisha kafanyaje? Yakawa yameendelea. Kwa hiyo hakukuwa na tatizo kwa upande wa Manzese Crew. Tukasema okay, ni moja ya mafanikio, kwa sababu mafanikio yeye atakifanikiwa jirani yako, au mimi ukiwa na amani, jirani yako ukiwa na amani, basi na unakuwa na amani zaidi. Kwa hiyo ikawa watu kaona fresh, wala ilikuwa sehemu ya tatizo. So if I ask you leo, nani anastahili kuwa rais, mfalme wa Manzese? Hata wewe ukijiweka wewe na wenzio, the whole nani anastahili hiyo sifa kama ni mfalme au rais? Mimi kwa namna moja, maana kuna mpaka Suma Mnazareti na mwanangu, lakini yule mdomo mwingi. Man. Mimi kwa namna moja nyingine, kwa sababu sio mtu wa kuzungumza sana, sijui na siwezi kujipambana moja kwa moja kusema mimi ndio rais wa Manzese, hapana. Sijui in short, ingawa nimepambana sana na ile harakati za game sana kwa kipindi hiko, na wote kiangalia wamekuja kwenye mikono yangu pia. Kwa hiyo nabaki pale kwamba ndio maisha, ndio game. Kwa hiyo wala siwezi kusema kwamba mimi ndio rais. But the good thing ni kwamba they represent Manzese. Yes, tena ile for real, yani kabisa yani sio kupaka yani kabisa. I think Suma Mnazareti inabidi ufanye kazi, niacha maneno mengi. Wewe una maneno mengi. Mwenzio DJ Autoran, DJ mkubwa, wewe Manzese lakini maneno mengi. Shout out sana vijana wanakuja Suma Mnazareti, Madi, Nei wa Mitego, big up sana, wanafanya vizuri sana wa Maomboi. So Nalo, the biggest thing ambayo inakuweka wewe kwenye status nzuri ni kwamba umetokea katika rough life. Of course. A very rough life, lakini ukaweza kutumia muziki ukajijenga, ukapata family, kupata watoto na nini. Lakini
the best thing ni kwamba you look fresh mpaka sasa hivi. Ukiangalia wengi ambao wametoka kwenye zama zako wamekumbana na vitu vingi sana, ulevi labda kupindukia, uraibu wa madawa, wengine wameshindwa kutoka kabisa huko, wamekuwa wengine wamepoteza maisha. Nini ambacho kimekupa huo uwezo wa kupambana na haya na hiyo changamoto kama hivyo vishawishi? Sawa, kwanza mimi kwa namna moja au nyingine kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini kubwa kilichonisaidia ni sikio. Unajua watu wengi, amini wasanii wengi wamekosa masikio. Masikio nayo, lakini pindi wanapoelezwa ama wanapoelekezwa ama wanapoambiwa, wengi hawasikii, wanabaki na ile misimamo yao. Na lingine kubwa kinachowapoteza na kuwaangusha watu ni ile hali ya kuogopa kuanza upya. Unajua watu wengi sana kuanza upya anaogopa. Mimi ni msanii, nimefanya game muda mrefu, kwa nini mimi? Sasa mimi kilichonisaidia, nilikubali kwamba hiki nimepambana kijaenda kama ninavyotaka mimi, hiki nimepigana kama ninavyotaka mimi. Nilichoamua kwanza kuipokea ile hali, lakini nikaamua kurudi nyuma na kuanza upya na kuangalia vitu vingine, kwa sababu nimepambana na muziki kila kona, na hivi ninavyozungumza bado naishi muziki na bado naendelea pia kufanya muziki, lakini kuna baadhi ya majambo kwa wakati ule, kwa lile fukutu lile, kwa sababu bado nilikuwa ni wa moto sana, lakini nilikubali kurudi chini, kuona kwamba ngoja kwanza nitulie, nione nilichokifanya. Nimeeleweka vizuri kwa hiyo ikapelekea kupata pia hata akili nyingine. Na niseme kwa mazingira kama ya Manzese, labda mtu amue kujipoteza mwenyewe, kwa sababu Manzese ni sehemu ambayo imezaliwa ujanja, ni sehemu ambayo akili ziko nyingi. Lakini swali nilichojiuliza, nafanya muziki natafuta nini? Yaani nafanya muziki nini nataka? Inaeleweka? Natafuta maisha, natafuta pesa. Okay. Kwa hiyo kumbe zikeka zote mimi natafuta hela. Sinaeleweka vizuri sisi. Ili bado maisha yaweze kwenda, ingawa kwamba muziki na upenda. Lakini nilipopata channel zingine pia za kupata pesa, kupata 200, nikasema basi ngoja hii asili yangu nihamishie huko sasa. Kwa sababu njia kunaiona ngumu ama naona maadui ni wengi sana. Okay, basi ngoja niangalie mimi naweza nikafanya kitu gani, alafu nafikiri baadaye naweza nikarudi na nguvu nyingine. Kwa hiyo ikapelekea hiyo hali kupata haya mabadiliko mengine. Na kubwa nashukuru sikukimbilia ama sikuangukia pia kwenye drugs, labda kwenye dili zingine za 4 ama za 4 ama dili mbaya. Sikufanikiwa kuanguka kwenye hiyo mitikasi mingine. Nilifanikiwa kuanguka kwenye mitikasi mingine mizuri ambayo mbali kwa haisuguani na serikali. Ikapelekea pia kupata mabadiliko mengine. Kwa hiyo pia baada ya kuifuata hiyo njia nyingine, nikaona ndoto zangu sio kwa kiasi kikubwa, lakini nimeona angalau nimesogea. Kwa hiyo imepelekea pia kuwa katika hali hiyo, lakini pia kubwa nilifanikiwa pia kubadilisha marafiki, kwa sababu kwa mazingira nilikuwa nao mimi kwa dhati kabisa nilikuwa na marafiki wa hatari. Nilikuwa na marafiki ambao hawakuwa sahihi, na ilipelekea pia nikaingia kwenye msuguano nao pia, kwa sababu unajua unapotoka kwenye mazingira fulani kuna baadhi ya watu hataki hivyo vitu. Sinaeleweka. Mimi nakumbuka unaonekana kama una snitch, kwa sababu unakumbuka kuna genge moja niko maeneo ya Manzese kule Wachifu Camp kule, nilivyoanza kutoka kule sasa mimi yani kazi tukaanza kuvutana, kikutana bana vipi, kuna baadhi ya vitu vikasafi vitu sasa viendi sawa. Sasa hivi tunataka tukataa inakuwaje? Kwa hiyo nikawa napata changamoto kubwa sana ya ilinisumbua. Haikuwa rahisi, lakini nilipiga moyo konde. Lakini pia nikafanikiwa kutoka ile eneo ambalo nilikuwa nimezaliwa. Kidogo pia nikakaa pembeni, maana nikakutana na watu wengine wenye utambuzi zaidi yangu mimi. Maana nikapata pia madini mengine. Maana fikra nyingine, akili nyingine, michongo mingine. Lakini muziki wangu uko pale pale. Kwa hiyo ikapelekea pia kupata ule utulivu wa kujua nifanye kitu gani au tena. Hii ikanisaidia sana. Na pia ikapelekea hata wale mazingira ambayo nimehamia sasa hivi. Pia hata jamii pale unaona hali ya kuwa mgeni, lakini leo nimekuwa kiongozi wao pale. Bwana. Yaani maana yake sasa jamii imeenda kuniamini. Kisa ukiangalia huko nilipotoka sasa ilikuwa ni kitu tofauti. Sababu huko ulipo diwani nini mzee? Mimi kule ni mwenyekiti.
Kibaha wapi? Yes. Sasa okay. Ni mwenyekiti. Sasa hii yote hii inapelekea ni zile hustling. Lakini niko kule ule ujasiri ukiangalia asili yake ni muziki. Yaani ule ukomavu ule, ule usubutu ule ni ile tu zile alama za muziki. Kwa sababu unapokuwa artist, unapozungumza kwenye media, chochote kwenye unapoperform, kuna vitu fulani vinakuja tofauti. Ndio nikasema kwamba shida wasanii wengi na wa zamani, pamoja game imekataa, lakini bado watu wanajaribu kung'ang'ania hataki kufanya vitu vingine, hataki kubadilika. Nimeleka vizuri. Yaani kwamba muziki ule upo tu. Hata kama utafanya vitu vingine utapata nguvu nyingine kutoka sehemu nyingine, lakini bado muziki upo pia. Pia unaweza ukaufanya. Sasa kutoka kwenye ile hali kujifaulisha kwenda kwenye hali nyingine. Lakini pia muziki nao una changamoto zake. Unajua unapokuwa msanii, mfano kama sisi Manzese, mfano kama mimi, unakuta tunakwenda kwenye magenge yale, unakuta kwenda kwenye vilinge kule, unapusha kule, unakuta mizigo ile unapewa free. Unajua zile sasa vile vinakuja na vinakuasha addiction. So unakuta usipokuwa makini na wale watu uko nao muda mrefu, kwa sababu wale wanaona wewe kama ndio nembo yao. Mwanangu, haiwezekani, kwa sababu wanakutia hasira sana. Na wewe mambo kule jua yaende, kuna kipindi kile muziki ulikuwa umeshikwa na watu, maana watu usipoenda nao sawa, maana watu wanakuacha. Kwa hiyo tunaumia sana. Ni shoti, mimi nilikuwa naumia sana. Mtaani watu wananiambia haiwezekani. Nikienda kule napata matokeo tofauti. Kwa nilikuwa nikija huku chini, nakuja kichwa chini, lakini watu wananiambia haiwezekani. Ninaeleweka vizuri mkuu. Kwa hiyo ilikuwa inaniumiza sana. Haifai kuviweka sana wazi sana, lakini kwa wasanii wa zamani hiyo hali imetusumbua sana. Kwa sababu watu walitutoa pale, wakaweka vitu vingine. Kwa hiyo tukienda pale ndio tukakutana na ile kasumba mbadilike, haiuzwi, hailipi. Yaani tuharibia kila kitu. Kwa kadri unavyofanya wanao wanakubali. Kenda kulamba mzee, hii sio mzee. Na hakuna njia nyingine. Inaeleweka vizuri. Na wao ndio ile kupandisha, ndio ile kushusha, ndio wale ambao wametuweka hapo kuja wakatuondoa kwenye zile line. Na bahati mbaya kwa kipindi kile pia hata mazingira mengine pia yalikuwa hajasimama, na fursa kama hizi pia hazipo. Njia ilikuwa ni moja, maana yake hakuna njia. Sasa watu wana bahati sana social vitu vimekuwa vipesi sana. Sasa vile vitu vilipelekea kikweli baadhi ya wasanii kuchanganyikiwa, na baadhi ya wasanii kutokuamini kile kilichotokea kwamba imekuwa, kwa sababu wengi tulikuwa tunaamini. Mimi binafsi mmoja wapo nilikuwa naamini kupitia muziki. Nilikuwa naamini nitapata nyumba, nitapata magari kupitia muziki. Nilikuwa naamini. Ndio maana hata nikaenda studio pale mmoja ananisumbua, nilikuwa nawaka. Brother Maji kachukua nyimbo kwenye compression yake, nilikuwa nawaka. Sina ile kabisa, nilikuwa mkali sana shehe, nilikuwa mkali sana. Kwamba inakuaje? Kwa nini unafanya hivi? Sasa sawa, nini inakuwa? Nini kinaendelea? Nilikuwa naoje maswali ya msingi sana. Lakini issue ilikuwa tunahitaji pesa. Na kipindi hicho ndo pesa sasa inaanza kusogea kama haijachanganya watu kwa nje ya mchezo. Hatari sana. So mchezo. So now unavyoona some of the guys ambao nilikuwa nao kipindi hicho, bado wanaonekana wana nguvu. Surprisingly watu kama AY, J-Mo, Nature, au sio? Bado wanaonekana kwamba wanaweza kupambana na siku chache za nyuma hapo Babu Inspector hapo. Ameweza kutoa madude kadhaa hapo. Sasa hizi ana dude linaitwa Akili Mnemba. Na nilikuwa nampongeza, nikanamwambia bana kutumia tu hizi terms ambazo zipo sasa hivi, ndio zinaonekana kabisa kwamba wewe ndio unakwenda na wakati, sio yule inspector wa miaka hiyo. Unajua hiyo kutumia tu. Hata kids wanasema bana huyu jamaa msikaimba wimbo unaitwa Akili Mnemba, unajua itakuwaje vitu kama. So shout out to Inspector Harold pia. Lakini so tukizungumzia sasa kina Inspector kina Nature, wachache ambao wamebaki, J-Mo na nini, wanaonekana kwamba surprisingly wanatoa ngoma ambazo zinachukua vijiji somehow. Sawa. Unatazamaje na hii inakupa nafasi, inakupa funzo gani? Kwa namna moja au nyingine, kwanza mimi napenda na fly, na nikwambie tu mimi nafuatilia sana muziki. Na muziki na kutamini wa aina yote. Hasa nikiangalia kama Mo
nafuatilia ngoma zima Moccasin Aleshemi nafuatilia najua nafuatilia Expector nafuatilia napenda na nafurahi mno na mimi nasema yes itafika time ni inabidi nirudi kwenye game na kwa namna moja nyingine kwenye game hasa kwa hiyo 2026 Mungu akijalia uhai nikaingia kwenye game na nafikiri nitakuwepo 26 nitakuwepo kama Zinalo solo lakini pia kama Manzese Crew pia uko uwezekano wa kurudisha tena sababu mazingira ni rafiki kama nilivyosema kwa kipindi kile pia kichwa kikishapata moto sasa hivi utulivu upo maana unaweza ukafanya jambo sasa lakini kwa kipindi kile kidogo kwa pressure ile ilikuwa ni ngumu mambo yalikuwa yameharibika kwa sasa hivi mazingira ni rafiki uko uwezekano lakini pia bahati nzuri members wengi wa Manzese Crew hapo hai mfano kama mtu kama JVT yupo lakini kuna member mmoja Manzese Crew tulimtambulisha sisi ni complain tulimtambulisha na amefanya chorus ya Oya yupo na mimi alikadhalika ambaye ndo kiongozi wa ile kundi ni mwanzilishi nipo maana yake mimi ni simu yangu moja wewe njoo pita hapa pita pale mambo yanakwenda kwa hiyo niseme 2026 wazee tunakuja kubanana mjini au sio yeah man respect sana Nalo and I hope ndo nilikuwa nataka nisikie I hope kila kitu kitakuwa kiko fresh au sio yeah man all right sawa game kwa ujumla sasa hip hop na nini sasa hivi ni kama Gen Z wanaona nyinyi hamna kitu cha kuofa na watu wa zamani pia hawakubaliani na Gen Z kwamba naona kama nyinyi pia hamna kitu yani kila mmoja anamuona mwenzie wa kawaida yani hii hali unaitazamaje? Mimi nafikiri Gen Z ni mawazo yao ni vile wanavyofikiria lakini niseme tu kwa dhati kwa namna moja au nyingine siwazungumzie wasanii wengine kwamba mimi binafsi nawapenda sana watu wanaofanya game leo na nasikiliza sana ngoma zao wanafanya game leo mimi nasikiliza kina Rapture nasikiliza mtu mmoja na ananifurahisha na Lunya in short tuseme ile anasema OMG mimi yani nawapenda na wafuatilia unajua haya maneno kusema kwamba tunawaona wao wanafanya vibaya ni maneno tu na yanawafikia kutokana na hivi vitu vya habari lakini kiukweli kabisa si kama kaka zao tunawapenda. Alright. So kwa mfano this new generation Rapture, Lunya, OMG tunasema who else? Because wewe sifa yako moja ilikuwa kucheza. Ndio. Unaambia unajisikiaje? Una danki unacheza unabadilisha mitindo hapo I mean nasemaje midondoko kwenye mitambao ile. At this generation na mimi sasa namaanisha this generation ndio kizazi hiki hapa ndio ukiachana nao watatu uliowataja mwingine nani ambaye tena hao nimewataja kwa sababu wamekuja fasta lakini mimi wanakufurahisha yani kusema yes Maniga Mbishi for real shout out sana namfuatilia sana namfuatilia sana mimi nikiwa humu lazima nikitrack za Mbishi Mbishi shout out to Niki kuna mtu mmoja yuko bomb yuko nasema bomb blongs napenda sana ile swagger ile anasema bomb blongs yani kwa hapo nimwambie bomb blongs mzee Unju mwenyewe Niki Mbishi Pima wenge paka na malaini yangu namchanaka sana wacha mawenge kama pia yani napenda shout out to Pima wenge kuna mwingine tena niga mmoja nampenda sana mdogo wangu One Incredible na kuna mwenzao mwingine tena wa nyuma jina kidogo linamtoka lakini napenda sana singa yani wale maniga na waelewa sana in short watu wa harakati na wafuatilia wengi kuna watu waandaki wale na wafuatilia nasikilizaga nasema yes yani napenda nikisikia mabiti yale kama mapipa nasema yes kama mapipa nasema yani napenda nasikiliza muziki mwingi sana. So una mipango ya kuwatafuta kufanya nao kazi? Hilo liko wazi. Au sio? Yani liko wazi kabisa. I hope watu waliowataja hao ni watu ambao pia wako ni watu ambao wako flexible tunasema. Yeah man. Wote wana uwezo wa kucheza na yoyote. Sana. Yeah. Alright, Nalon bana mimi nimefurahi sana. Leo nafikiri tumepiga session yetu ya kwanza hii. Yeah man. Na naamini kwamba tutapata ya pili tukiwa na wale jamaa wakiwa tayari. Yeah man. Si mmoja tu bana hawa jamaa tunakuja. Na mimi niseme kwa namna moja au nyingine. Kama nilivyosema tuna muda mchache sana kuingia 2026 uliobaki hapa. Kwa idhini ya Mungu akijalia tukaingia 2026
mambo yote yanayohusiana na Manzese Crew Nalon, nafikiri nitakuwa wa kwanza kukutafuta. Nataka hao members wote tutapiga hapa, watakuwepo hapa, na then watasema kama mafans watajua nini kisa kinachoendelea. Lakini kikweli nimejeruhiwa, nakuja nafanya mazoezi, niko sawa, niko vizuri. Au sio? Crew inakuja na vitu vingi sana vinakuja. Okay. Man. Nimefurahi sana Nalon, na mimi nikutakia kila laheri my brother. Man. All the best katika kila ambacho umekuwa ukikusudia kukifanya. Yes man. Ndani ya muziki na nje ya muziki, kwa sababu utulivu ukipatikana nje ya muziki, najua ndani ya muziki mambo yatakuwa mazuri zaidi, sababu utulivu upo. Basi much love and respect Nalon. Okay, asante pia na nashukuru. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wananitia moyo, wananipa nguvu, so mara ya kwanza, so mara ya pili. Niseme tu kwa shukrani na wapenda kwa ujumla man. Wallahi. Salute. Shukrani sana. Ibane, Nalon unaweza ukampata kutajie mwenyewe hapa kwanza account zako, labda maana huwezi jua bwana. Mwingine anaweza kataka kukutafuta sasa. Man, ukiingia Instagram pale Manzese Crew. Manzese Crew. Kenda my FB pale Manzese Crew. Nafikiri sasa hivi kwa hivyo Manzese Crew. Ni Manzese Crew. Okay. So unaweza kumtafuta Nalon kwa Manzese Crew hiyo hapo. Lakini pia kama utahitaji zaidi contact, unaweza tukawasiliana. Mimi najua account zangu zinafahamika kiundani zaidi. So asante sana kwa wote ambao tumekuwa tunachekiana. Shout kwa everybody ambao amekuwa akinitumia ujumbe, my brothers in and out, wengi au sio bana. Ya hapo na maanisha my brother kina Maliaga all the way kutoka US, my man Samir Nati from Italy, and who else bana, Wahid kutoka Canada hapo, mzee wa Mkanada tunakuita Abdul Wahid. Okay, and shout out kwa nani tena, everybody ambaye wanatutazama na kufuatilia siku zote. Asante kwa ushauri, tunapokea na tutaendelea kufanyia kazi yote ambayo mmekuwa kiazungumza. Lakini pia you can check us kama unataka kutuma email, andika jabirkuvichaka@gmail.com au vipi bwana, unaweza tukachekiana hapo, na you can check me pia kupitia +255 715 888 550 kwa chochote, maoni and everything ambao mnakuwa mnatuandikia hapo pia. Basi wote tunapitia na tutafanya kazi. Mpaka wakati mwingine, asante sana kwa kutazama Hip Hop Corner. One love. The Hip Hop Corner with Kuvichaka.